अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. इन आयात का तर्जुमा ये है. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala Ibn Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni hivi: na hapa kwa mbingu yenye nyota na kwa siku ya miadi na kwa shahidi na kwa anayeshuhudiwa. Walaaniwe watu wa mahandaki yenye moto wenye kuni walipokuwa wakikaa kwenye moto huo, nao ni mashahidi
wa yale waliofanya kwa waaminio na hawakuwachukia ila kwa sababu walimwamini mwenyezi mungu mwenye uwezo mwenye kusifiwa ambaye ni mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na mwenyezi mungu ni shahidi wa kila kitu. Hakika wale wanaofitini waaminio wanaume na waaminio wanawake kisha hawakutubu, basi itakuwa kwao adhabu ya jahanamu na watapata adhabu ya kuungua. Hakika wale waliamini na kutenda vitendo vizuri, bila shaka zitakuwa kwao bustani zenye mito ipitayo chini yao, na hilo ndilo pato kubwa. Aya hizi nilizozisoma, aya hizi zinapiga picha halisi ya tukio la wanajumuiya lililotokea katika mji wa Gujranwala. Tukio hili la Gujranwala ni dalili ya aina hii ya ukweli wa jumuiya na ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwamba ikiwa waislamu wenye uadilifu wakisoma kwa makini sura Buruj watajua uhakika wa dhulma inayotendewa juu ya wanajumuiya, na dhulma hii ambayo inatendewa na hawa mawalama wao, viongozi wao, wenye siasa na serikali yao. Kwa kuona dhulma ya hawa watajua uhakika wake ni nini, na kwa sababu ya hii watamwamini Sayyidina alayhi salatu wassalam na hawatashiriki dhulma ambayo inafanywa na wapinzani na maadui wa jumuiya. Lakini kwa ajili ya kuelewa Qurani tukufu, maneno ya Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu anahitajika. Lakini hali ya hawa watu ni aina hii kwamba hawataki kumpokea imamu wa Mwenyezi Mungu na wanaendelea kuzidi katika dhulma. Naeleza maelezo fupi ya aya hizi nilizozisoma. Mbingu yenye nyota iliyotajwa hapa ni mradi wake ni nyota 12 ya mbingu. Kuhusu nyota hizi wenye sayansi wanatuambia, lakini kwa kiroho hapa nyota 12 wametajwa ambao wanahusika na dini tukufu ya Islam, na mradi wake ni mujaddidin 12 ambao katika mbingu ya Islam baada ya kuzama jua waliangaza nuru yao na waliendelea kuangaza na kuonyesha nuru yao kwa muda fulani. Kuhusu hii hadithi zinapatikana na maulama wa zamani pia wanaafiki kuhusu hii. Hili ni jambo la ajabu kwamba katika karne 12 kwa ajili ya kuleta nuru na mwanga katika giza ya Islam, Mwenyezi Mungu aliwatuma mujaddidin na Waislamu wanawapokea. Lakini Mwenyezi Mungu anaposema wal yawmil ma'ud, yani kwa siku ya miadi, Mwenyezi Mungu kwa kuwapa sawa na ahadi yake alipotuma nabii, hawa Waislamu wakaanza kumkataa. Kuhusu hawa mujaddidin, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii tu kwamba katika kila karne mujaddid atakuja, lakini kuhusu huyu aliahidiwa Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'ani tukufu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kwa kueleza alama zake mbalimbali pamoja na alama ya kupatwa kwa mwezi na jua na vile vile alama zingine chungu mzima. Na alama hizi zimeshatimia na zinaendelea kutimia. Kwa kueleza alama hizi alisema kwamba huyu aliahidiwa atakuja, lakini hao Waislamu wanamkataa.
दावे के बाद बाद ने कहना शुरू कर दिया और bali baada ya madai ya sainam alah salatu wassalam wengine walianza kusema na hata mpaka leo wanasema इसलिए की जरूरत नहीं, kwamba इसलिए sisi hatuhitaji mtu yeyote kwa ajili ya kurekebisha hali yetu kwa sababu उलमा hawa mamulla उनके मेंबरशिप na mashehe maulama wa kijina wanakosa cheo chao. मौक़िफ़ की Wanasema hivi kwa sababu vile vile सलातो hali ya elimu yao pia inajulikana. कि अपने Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kueleza और ऐन पेश kuhusu bishara hizi na kuhusu ये अजीब अमर है ujaji wake kwamba amekuja sawa na bishara zilizotolewa, anasema kwamba कि ठीक hili ni jambo la ajabu, na mimi naona kwamba hii ni nishani ya Mwenyezi Mungu kwamba katika karne 12 na 90 पा चुका था। Mwenyezi Mungu alinituma na Mwenyezi Mungu alinifunulia, मसीह मौद होने का दावा भी किया और na baadaye Sayyidina Alayhi Salam alidai kuwa Masihi aliahidiwa, जमात के लिटरेचर में na nishani na alama za mbingu na ardhi pia alizitimia kwa ajili ya ukweli wake. Maelezo yake yanapatikana katika vitabu vya jumuiya na katika vitabu vya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Sielezi sasa hivi maelezo yake, lakini गवाह है ilmuradi कि ये मसीह msaada wa Mwenyezi Mungu ni shahidi ya jambo hili kwamba zama hii ni zama ya Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam. कि इस यौमिल मौद के वक्त Kisha Mwenyezi Mungu anasema यानी मसीह मौद के ज़माने में wakati wa siku hii की inayoahidiwa, yani wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, शक होगी इस्लाम की नई, Islam itahuishwa bila shaka लेकिन इसके लिए na maisha mpya ya dini tukufu ya Islam मौत को माने yataanza, lakini कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। kwa ajili yake wale ambao watampokea Masihi aliyeahidiwa watatoa dhabihu kubwa sana. कि कुतिला Amesema दूध Mwenyezi Mungu, कर दिए जाएंगे खाई kutila ashabul ukhdud, नारे जातिल वकूद walaaniwe watu wa mahandaki, annare zatil waqud, इज़हुम yenye moto wenye kuni, वो उसके गिर्द बैठे होंगे। izhum alaiha qu'ud, walipokuwa wakikaa kwenye moto huo. कहा गया है कि इस तरह की मुखालफत Hii ni hali ya wapinzani iliyoelezwa kwamba upinzani wa hali hii utapatikana, की उसे गिरती lakini वो तो बेशक हो moto utakaowashwa, bila shaka moto huu utawashwa, lakini मुखालिफिन अपना hatimaye wapinzani wataona mwisho wao mbaya, बहरहाल wataangamizwa. लंबा अरसा जोर सितम और भयानक मजालम का निशाना बनना पड़ेगा। Waaminio kwa muda mrefu हज़रत मसीह मौद watadhulumiwa na watateswa. ने दिलाई है कि इस्लाम की तरक्की Sayyidina alayhi salatu wassalam pia ametukumbusha kuhusu hii kwamba maendeleo ya dini tukufu ya Islam yanatutaka dhabihu yetu हाथ में na गया है। yanataka mauti yetu. ये आगे Katika aya hizi imeelezwa jambo hili kwamba moto wenye डाला जाएगा। moto kali utawashwa ये आगे भड़काने वाले na kuni itatiliwa ndani yake mara kwa mara, na wale watakaowasha moto huu लोग जिन्होंने watakaa ऐसे इंसान kwenye moto huu na wataona गोया tamasha hii, खंदकें खोद कर na wale watakaofanya को महदूद kitendo hiki na njama hii से घेर कर wataona kwamba kwa kuchimba mahandaki, kwa kuwakusanya waaminio watawasha moto. अल्लाह ताला ने पहले ये फरमा दिया। Lakini Mwenyezi Mungu ameshawahi kusema kwamba लेकिन आखिरकार bila shaka waaminio watapata shida ya moto, lakini hatimaye ये हर तरफ से घेर कर मोमनों को आग में जलाने की कोशिश करने वाले moto huu utakaowashwa na wale watakaojaribu kuwaunguza अपने जोम में waaminio wao wataangamizwa wenyewe. इर्द गिर्द पहरे लगाकर भी बैठे Wao katika dhana yao आग से कोई बचकर बाहर ना निकले।
linda ule moto ili mtu yeyote asitoke nje ya ule moto. पीड़ी तमाशा देखती रहती है। Na tunaona kwamba katika nchi ya Pakistan polisi pia inasimama na haisaidii और फिर wale watu ये सब आग भड़काने वाले wanaounguzwa au wanaochomwa. खड़े होते हैं, बल्कि Kisha hawa wote wanaochoma जलाकर moto wanasimama nje ya moto, na kwa kufanya hivi wanaona raha na wanafurahi. ये सिर्फ कोई पुराना वाकया नहीं है, Izhum alaiha qu'ud, पेशगोई भी है। tukio hili si tukio la zamani, bali hili ni bishara ambayo inatuambia kwamba waaminio, और फिर इन आगों पर kwa ajili ya waaminio wapinzani watawasha moto wa aina huu, ये एक और na kisha watakaa kwenye moto huu. हमारे सच्चाई Hii ni dalili ingine और ya kuwa kwamba sisi ni waaminio na sisi ni wakweli. उन लोगों के जुमरे में शामिल होने का जो मोमिनीन के खिलाफ Na vile vile dalili hii ni dalili ya kuhusu wapinzani ambao wanawasha moto dhidi ya waaminio. कोई ना निकले। Tena si hii tu kwamba हमने बहुत अच्छा काम wanakaa kwenye moto ili mtu yeyote asitoke nje, bali wanafurahi kwamba wamefanya kazi nzuri. देखेंगे Nitaeleza maelezo kidogo kuhusu mashahidi, na mtaona kwamba sawa na aya hii, कमरों में जो 10-11 लोग hawa watu walifunga milango ya chumba, kisha waliwasha moto, na ndani yake walikuwa watu 11, kina mama na watoto. खुशी के नारे लगाते हुए Na kisha baada ya kuwasha moto walipongeza अब कोई kwa निकलने का kuwafanyia mzaha na जो फिल्में हैं kwa kuwatania kwamba nyinyi hamwezi kutoka nje ya chumba hiki, mtakufa hapa hapa. इन जालिमों के चेहरे Picha iliyopigwa ya tukio lile, picha ile pia inaonyesha wazi wazi kwamba wao hawana haya hata kidogo. बहरहाल Maneno yao pia yanathibitisha kwamba hawaoni haya hata kidogo. बल्कि इस वाकये के बाद Hii ni mwisho wa uadui wao, एक दूसरे bali baada ya tukio hili ilikuwa habari kwamba ये katika eneo lile lile la karibu shekhe mmoja aliwakusanya watu na alichukua ahadi kutoka kwao kwamba yoyote iliyotokea wanajumuia wa hapa, hii si kitu, nyinyi mniahidi kwamba sisi tutawatendea zaidi ya tukio hili na nyinyi mtanisaidia. ऐसा वाकया नहीं कि जिसके बाद हम कहें कि मासूम Tukio hili si tukio शायद उनको कुछ शर्म आ गई ambalo tunaweza kusema kwamba baada ya kuwaua wanawake na watoto labda watakuwa na haya au watajuta, bali wapo जो watu wa wapinzani wenye dhulma wa aina hii kwamba ambao katika Twitter na katika simu pia राज छोड़ रहे हैं wanatuma ujumbe अहमदियों के साथ जो कुछ हुआ na wanaacha maoni yao, na katika maoni yao wanasema kwamba yoyote iliyotendewa na wanajumuia ni nzuri na ilitakiwa iwe hivi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na wanafikiria haya yote wanafanya kwa jina la mtume na kwa jina la Mwenyezi Mungu. मुस्तकिल बैठे रहेंगे Tena izhum alaiha qu'ud pia inaonyesha kwamba wataendelea kukaa kwenye moto huo को na watajaribu kwamba njama yao iendelee kwa muda mrefu. Qu'ud maana yake ni kwamba kukaa kwa muda mrefu, na hii maana yake ni kwamba wataendelea kufanya kazi yao hii kwa muda mrefu na njama yao hii kwa muda mrefu. मसला जो है Basi uongo wao na udanganyifu wao na kuteswa लंबल kwao करेगा क्योंकि मुखालिफ itaendelea, labda itaendelea kwa muda mrefu kwa sababu wapinzani wataendelea kupatikana करते रहे लेकिन इसकी कोई गिनती na wataendelea kufanya juhudi ili hali hii iendelee, lakini jambo hili lina mwisho wake pia, na mwisho wake ni huu ambao Mwenyezi Mungu amepanga kwa ajili yao, kwamba nyinyi pia muendelee kuchoma na kuungua. खुद इस आग में डाले जाओगे
na hatimaye nyinyi wenyewe mtaangamizwa na moto huu na mtatupwa humo. झूठ से काम ले रहे हैं, maulamaa wao pia wanajua kwamba wanasema uongo. जिससे वो wao hawana dalili yoyote सिवाय इसके कि झूठी बातें ya kukadhibisha madai ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, isipokuwa wao wanamlaumu tu Sayyidina alayhi salam लेकिन मुखालफत में na wanashutumu ये करते चले जा रहे हैं और करते चले जाएंगे. वो wao wamekuwa vipofu katika uadui wao. साथ मिला लेते हैं. Na katika hali hii ya kuwasha moto wanawashiriki watu wa kawaida pia. मोमनों को जला Basi hawa wanawasha moto huu kwa kidhahiri baadhi wakati, na wanajaribu kuwaunguza waaminio, na baadhi wakati wanafaulu katika nyama yao, na baadhi wakati wanashindwa, तो मुस्तकिली है na baadhi कि wakati tena si baadhi wakati bali जो हर तरफ daima कोशिश करते रहते हैं. ये wanajaribu kuwasha moto wa upinzani wa jumuiya. और हर गली में siku hizi katika kila mji wa Pakistan, katika kila mtaa wa Pakistan, अहमदियत मुखालिफ लिटरेचर इश्तिहार लगाए हुए हैं. vipeperushi vinachapwa सरकारी इमारतों पर भी, na हाई कोर्ट की इमारतों mabango yamebandikwa katika इस्लाम की तरफ मंसूब nyumba za serikali, hata katika mahakama pia mabango haya yamebandikwa. Wanasema madai dhidi ya jumuiya au dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ambayo haina mwisho wake, na kwa kusema maneno haya wanashawishi watu, wanawachochea watu, na wanasema maneno ambayo hayahusiki na jumuiya, madai ambayo hayahusiki na jumuiya hata kidogo, kwa sababu ya uadui wao huu. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kuwasihi jumuiya anasema kwamba msidhani kwamba Mwenyezi Mungu atawapotezeni, nyinyi ni mbegu iliyopandwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mungu anasema kwamba mbegu hii itaota na itakuwa na matawi yake yataenea kila mahali na itakuwa mti mkubwa sana. Basi mwenye baraka ni yule anaiamini kauli ya Mwenyezi Mungu, na majaribio yanayokuja katikati haogopi. Basi bila shaka wanajumuiya watalazimika kujitolea na kutoa dhabihu yao, lakini mti huu wa jumuiya uliopandwa na Mwenyezi Mungu, mti huu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu utaendelea kuwa na kuota insha Allah taala. Na wale wanawasha moto wao wenyewe watashuhudia wanaungua katika moto huu, au katika njia nyingine Mwenyezi Mungu atafanya mpango wa kuangamiza. Kutila ashabul ukhdud pia ni bishara ambayo inatimia katika ukweli wa jumuiya na itaendelea kutimia katika ukweli wa jumuiya, na hawa watu wataendelea kuangamia. Basi bishara hii itaendelea kutimia pamoja na dhulma yao mara kwa mara. Tena hawa wataendelea kudhulumu mara kwa mara, hawatazuia. Na mti uliopandwa na Mwenyezi Mungu, mti huu utaendelea kuwa mkubwa inshallah taala. Historia ya jumuiya ya miaka 125 na maendeleo ya jumuiya, kwa sababu ya hii wanatakiwa wapate funzo kwamba hii si kazi ya binadamu bali ni kazi ya Mwenyezi Mungu, na kwa kuzuia kazi ya Mwenyezi Mungu na kwa kufanya njama dhidi ya kazi ya Mwenyezi Mungu, hawa hawawezi kupata zaidi ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Wanajua kwamba vyovyote wanafanya si sahihi na Qur'an haiwasaidii,
na kauli yoyote ya mtume wa mwenyezi mungu pia haisaidii. सलाम के उनमें भी nilipoeleza matukio ya masahaba wa sainam alah salatu wassalam, katika matukio yale na watu ambao kwa kutambua haki wanafanya bayat katika matukio yao, pia nimeshawahi kueleza kwamba नाम नेहाद उलमा हैं, hawa watu ambao ni maulamaa wa kijina wanasema kwamba कुरान की बुनियाद पर बात न करो, अपने लोगों को अपने अवाम msizungumze na makadiani kwa kutumia qurani tukufu. को सिखाते हैं कि कुरान की बुनियाद पर इनसे बात न करो। hawa maulamaa wamewafundisha wafuasi wao kwamba msizungumze na wanajumuia kwa kutumia qurani tukufu, kwa sababu kwa kutumia qurani tukufu wanaweza kuthibitisha kifo cha isa alahi salam, बल्कि na vile vile watathibitisha ukweli wa sainam alahi salatu wassalam. bali siku hizi wameanza kusema hii kwamba msiwasikilize wanajumuia wala msizungumze nao. इनको पता है, wanasema hivi kwa sababu hawa wanajua हाँ जिद kwamba kwa kutumia hoja na dalili hawawezi kupambana na wanajumuia, कई कई मतलब निकालते रहे या lakini wao wanasisitiza juu ya upinzani wao, kwa sababu ya hii wanafanya maana ya maneno wenyewe अवामुन्नास को बेवकूफ बनाया हो। और अब इस kwa sababu ya tabia yao hii wamewapoteza watu wa kawaida ये हमारे साथ na wanadhulumu na wanawalazimisha watu kwamba wao pia wadhulumu kwa dhana hii kwamba wengi wanawafuata. चैनल है उसका ये हाल है। गुज़श्ता दिनों एक na hali ya media na tv channel ni aina hii kwamba अहमदियों का उन्होंने ये कहा hivi karibuni shekhe moja कि उसे तो अपने alikuja katika tv na bila kutaja jina la wanajumuia इस तरह alisema kama anawatuliza जोर उनका इस बात watu na alisema kwamba ilitakiwa isitokee hivi, lakini aliendelea kusisitiza hivi kwamba खुद ही wale ambao ni wachache wanatakiwa wazingatie na waheshimu itikadi za wengi. ऐसे करते हैं, hawa wenyewe खुद ही सजाएं देते wanapiga, wenyewe wanaamua na wenyewe wanaadhibu, ilmuradi हैं, क्योंकि एक hawa watu मेंबर है, स्ट्रीट पावर भी है मौलवियों के पास, kwa sababu या खुद सियासतदान wana cheo na wana wafuasi wao pia, मुखालफत की जाए, au wenye siasa pia wanaona kwamba siasa yao itaboreka ikiwa wanapinga jumuiya, ताला ने na ndiyo maana serikali pia inaungana nao. Lakini hawa watu hawajui kwamba mwenyezi mungu amepanga nini, mwisho wao मोमिनीना utakuwaje. mwenyezi mungu anasema लम युत inna allazina fatanu lmuminina walmuminat summa lam yatubu जहन्नम वलहुम अज़ाब, summa lam yatubu falahum azabu jahannama जिन्होंने मोमिन jahannama walahum azabu lharik. कितने में डाला, hakika wale wanaofitini waaminiwa wanaume na waaminiwa wanawake kisha hawakutubu, basi itakuwa आता है kwao adhabu ya jahannamu na watapata adhabu ya kuungua. mwenyezi mungu anasema देने की कोशिश करते hakika wale हैं, उनके खिलाफ आगे भड़काते हैं, wanaowafitini waaminio wanaume na waaminio wanawake आने वाला ना na wanawasha moto dhidi yao na wanakaa kwenye moto huo ili asije mtu awaokoe. kwa ajili ya watu hawa kuna adhabu ya jahannamu. और छुपी, halifa mtukufu anasema kwamba hawa watu ताकि wanawasha moto wa kidhahiri na moto uliofichika मोमनों को ili watu katika njia zote करें और करते waadhibu waaminio na waendelee kufanya hivi. आजकल ये फितना और छुपी हुई आग इस तरह भी भड़काई जाती है कि कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह fitina inawashwa siku hizi katika sura hii pia wanasema nauzubillah, sisi नहीं मानते, wahamadia नहीं मानते, nauzubillah hatumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwenyezi mungu, au tunamfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam. सब तकलीफ पहुंचाने वाले। shutuma hii ni shutuma हालांकि अहमदी
ambayo inatuudhi sana, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और जलाल के इजहार के लिए ilhali wanajumuia दुनिया के कोने कोने में दिन रात kwa ajili ya heshima ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam कहीं wanafanya kazi kila pembe ya dunia. अहमदी सबसे पहले Sehemu yoyote mtume sallallahu alaihi wasallam anaposhutumiwa, anaposhambuliwa, wanajumuia wanakuwa wanasimama kwa kujibu dhidi ya shutuma ile. Sisi ni wale ambao हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम tupo tayari kukubali mauti yetu, lakini के लफ्ज को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते hatuwezi kubali और यही hata neno moja la fedheha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और अल्लाह ताला Na haya ni mafundisho ya sinama la surat salam aliyotupatia, na Mwenyezi Mungu anajua kwamba vitendo vyetu ni nini, na vile vile anajua sisi tunayo nini mioyoni mwetu, na hakuna tofauti baina ya imani yetu na vitendo vyetu. वजूद तमाम दुनिया की मुखालफत के वो तरक्की पर तरक्की नहीं दे रहा Hii ndiyo ni sababu kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuipatia maendeleo jumuiya hii, kwa sababu anajua kwamba hii ni jumuiya yake na jumuiya yake inatakiwa ipate maendeleo. और तौहीद के क़याम के लिए Mwenyezi Mungu anasema kwamba नबी की waaminio ambao kwa ajili ya kuimarisha umoja na kwa ajili ya kuimarisha heshima ya mtume wangu wanafanya kazi ya asubuhi na jioni. Wale watu ambao wanawatia kwenye fitina, wale watu wanawasumbua, na wale watu ambao wanaunguza na wanachoma nyumba zao au kwa kuwalaumu जहन्नम की आग में डाल wanaunguza mioyo yao, mimi sitawaacha, bali mimi nitawatia kwenye अल्लाह तौला adhabu ya jahanamu, isipokuwa wao watubu. और माफ कर देता है Mwenyezi Mungu anakubali tauba na anasamehe, lakini ikiwa hawatubu wakumbuke, falahum azabu jahannama walahum azabu lharik. उनके बदनों को जलाया या Kama waliunguza कोशिश करते mioyo ya waaminio au miili yao, walichoma nyumba zao, wanaendelea kufanya hivi. Baadhi wakati wanafaulu, baadhi wakati wanashindwa, hawafaulu. Vile vile wao pia wataadhibiwa, दो तरह lakini ज़ाहिरी भी wale wanaofanya dhulma ya aina hii watapata adhabu ya aina mbili, yani adhabu ya kidhahiri na kwa kibatini, yani watapata adhabu ya kuungua na vile vile adhabu ya jahanamu pia watapata. उस हस्ती Hawa watu kwa sababu ya kuleta shutuma झूठ में dhidi yetu जो हमें अपनी जानों से भी ज्यादा na kwa kusema की कोशिश करते हैं uongo, इनके दिल wanasema kwamba hatumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mpendwa wetu. की आग में जल रहे हैं कि जमात अहमदिया Kwa kufanya hivi wanaunguza mioyo yetu, lakini wao pia wanaungua kwa kuona ukweli wa jumuiya na maendeleo ya jumuiya, na wanaona kwamba kwa sababu gani बच्चा pamoja na njama yetu na juhudi yetu kila mwanajumuiya anabaki juu ya imani yake. Kwa nini mtoto wake na mzee wake na मुकाबला क्यों कर रहा है wafuasi wake hawaogopi, na kwa nini wanapambana nasi? के फसादों में भी बहुत कुर्बानियां Wenyeji wa Gujranwala katika mwaka 1974 pia walitoa इन्होंने dhabihu kubwa sana na walionyesha mfano mzuri, na leo pia wameonyesha mfano mzuri. Katika hawa ni binti wa miezi 7 na vile vile binti miaka 7 na mwanamke mmoja ambao kwa kutoa nafsi yao walionyesha mfano wa hali ya juu. नहीं आया था जिसने Bali बाद इस दुनिया को mtoto ambaye bado hajazaliwa na दुनिया में आने से महरूम हुआ alitegemewa kwamba katika miezi miwili atazaliwa, yeye pia kabla ya kuja duniani alitoa nafsi yake. बारे में तो खुदा ताला ने हमें बता दिया कि इनका अंजाम Mradi kuhusu hawa watu wanaowasha moto, Mwenyezi Mungu ametuambia mwisho wao utakuwaje, इन कुर्बानी na pamoja na hii इनामात की तसल्ली करो अगर फरमाया amesema wale wanaoamini kwa sababu ya kujitolea kwao Mwenyezi Mungu atawapatia neema zake kwa kusema innal lazina
amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalika al-fawzul amin hakika wale walioamini na kutenda vitendo vizuri bila shaka zitakuwa kwa bustani zenye mito ipitayo chini yao hilo ndilo pato kubwa और उसकी निगरानी करते रहे Hazur anasema maadui walianza kuchoma na kuwasha moto na waliendelea kukaa उसमें भी जिक्र है kwenye moto ule ili usizimike kama ilipatikana katika taarifa kwamba hata fire brigade pia walizuiliwa na walipigwa mawe ili wasiweze kuzima moto और खड़े हो vile vile ambulance pia ilizuiliwa ili isiweze kuchukua wagonjwa na wakasimama mbele ya ambulance na waliendelea kucheza na kufanya dansi mbele yake ऐसी जन्नतें mwenyezi mungu anasema kwa ajili ya hawa waliodhulumiwa ऐसे हैं nimetayarisha pepo उसमें मिली हुई हैं जिनके साए ambamo bustani yake ni जिनके नीचे लहरें बहती हैं ya aina hii kwamba kivuli chake ni kizuri na या mito inapita chini yake और जिस्मों को ताज़ा कर लिया wakati wote kwa kunywa maji wataboresha miili yao कोशिश की थी na watapata maburudisho जो तो ठंडे साए हैं maadui walijaribu kuunguza miili yao lakini katika pepo kuna दुश्मन kivuli तो मासूम kizuri na hawatapata और बीमार औरत के jua kali maadui धुएं से चौक करने की कोशिश की थी waliingiza moshi katika koo ya watoto na kina mama na hawakuwapatia maji ili wafe katika hali hii lakini mwenyezi mungu anasema kwamba kwa ajili ya hawa waliouawa katika njia ya mwenyezi mungu atawapatia maji tamu फर्क है na kwa sababu ya hii koo chao kitaboreka रूम और मोमनों के अंजाम basi hii ni tofauti kubwa ya mwisho wa wale wanaochoma moto na wanawasha moto na wale wanaounguzwa पहले भी kwenye moto ठीक इसके आगे झुकते हैं sisi में kwa ajili ya msaada tuliinama mbele ya mwenyezi mungu na leo pia tunainama mbele ya mwenyezi mungu कुछ दिनों हुए मुझे जर्मनी से दिखा था halifa mtukufu anasema kwamba katika aya hizi jibu la mwanamke mmoja pia limepatikana ambaye aliandika kutoka germany kwamba kuna ufunuo wa sainam alah salatu wassalam kwamba msituogopeshe katika moto kwa sababu moto ni mtumishi wangu au mtumishi wa watumishi wangu huyu mwanamke hakuandika zaidi ya hii lakini सब कुछ क्यों हुआ inaonekana kwamba yeye ana mradi kwamba ikiwa ufunuo huu unapatikana kwa nini hii tukio hili lilitokea halifa mtukufu anasema kwamba jambo la kwanza ni kwamba ये भी अल्लाह ताला ने हमें पहले kwamba muimarishe imani yenu जैसा कि नायात mwenyezi mungu aliwahi kutuambia kwamba itatokea hivi kama ये आयात बड़ी वाज़ेह हैं inapatikana katika aya hizi nilizozisoma नाम na aya hizi zinaeleza waziwazi kwamba tukio la aina hili litatokea कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं ufunuo huu una maana yake hii pia kwamba sisi hatuogopi katika tukio hili जैसा कि कुरान करीम में फरमाया है आगे भड़का hawa watu kama imeelezwa katika qurani tukufu kwamba watawasha moto यकीनन भड़काएंगे लेकिन जो मकसद उन आगों से lakini हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे hawatafaulu katika तो यही है malengo yao wanayotaka kwa kuwasha moto ule से बर्गस्ता करो na lengo lao ni hili kwamba kwa kuwasha moto waweze kubadilisha imani ya wanajumuiya कोशिश करो अहमदियों को लेकिन na kwa kuwasha moto wajaribu kuwaogopesha wanajumuiya किसी हकीम lakini इन बातों से ईमान जाया हुआ je कभी नहीं mwaminio mkweli anaweza kupoteza imani yake kwa sababu ya hii haiwezekani मोमनों को तरक्की के ndiyo moto huu kwa kuwa mtumishi wa waaminio ulioonyesha waaminio njia za mafanikio na uliimarisha imani yao से अगर जाहिरी नुकसान kwa sababu ya moto huu खाद बनकर ikiwa hasara ya kidhahiri ilipatikana au madhara ya kidhahiri ikipatikana वाला बन गया कि हैरत ile hasara pia kwa kuwa
mabolea दो फैसल ilitufungulia milango ya kutambulika kwa jumuiya में नाकाम भी हो जैसे कि मैंने कहा बस हर सूरत में na ilitokea hivi pia kwamba maadui walishindwa katika malengo yao. Basi katika kila sura ikiwa matokeo yanathibitisha msaada wa Mwenyezi Mungu, mradi wake ni kwamba kila kitu kinakuwa na maana mbalimbali, yani ya kidhahiri na kibatini. Lakini kama anavyosema Mwenyezi Mungu आग भड़काने kwamba kwa sababu ya kuwasha moto huu, wale watakawasha moto huo nitawaadhibu adhabu ya moto na adhabu ya jahanamu, lakini wale watapata hasara ya moto ule, wao watapata pepo तो वैसे ही जन्नती होते yenye kivuli kizuri. Hawa watoto wadogo ambao wametoa nafsi zao, hawa ni wenye pepo, lakini kwa sababu ya dhabihu yao wamekuwa wapendwa zaidi wa Mwenyezi Mungu. इल्हाम में ये तो नहीं कहीं कहा गया था कि आग अहमदियों के लिए Katika ufunuo haukusemwa और ये kwamba या अजाब है moto ni महफूज रहेंगे dalili ya ukweli na Wahamadia मकसद यही था hawatawashwa moto. Haikuelezwa jambo hili katika ufunuo. Mradi wake ni kwamba sisi hatuogopi katika moto. Ndiyo, baadhi wakati kwa kidhahiri pia inatokea, baadhi wakati moto unazimika na baadhi wakati moto unadhuru pia. Tunaona के ज़माने में kwamba कुफार के लिए wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam वो जंग adhabu iliyopangwa kwa ajili ya makafiri, ile adhabu ilikuwa adhabu ya wita, na zaidi hawakupata adhabu ingine. यही अजाब Na Sinam alayhi salatu wassalam pia alisema kwamba hii adhabu ilipangwa kwa ajili yao, na kwa sababu ya hii waliangamizwa na nguvu yao ilipotea. Lakini je, katika vita hii waislamu hawakuuawa? Bila shaka waislamu pia waliuawa, कुफार के lakini ताला ने ये फरमाया कि ये जहन्नमी ikiwa kufa kwa makafiri, को फरमाया kuhusu kufa kwa wakafiri Mwenyezi Mungu amesema kwamba wamekuwa wenye moto. Kuhusu waislamu Mwenyezi Mungu amesema msiwaite wafu, bali wao ni hai नए से नए रिज़्क से फैज़ उठा रहे हैं na wao बस kwa Mwenyezi Mungu wanapata ruzuku ताला के हाँ kila siku. जन्नत Basi hawa mashahidi wetu pia भी शायद kwa Mwenyezi Mungu wanatembea peponi. कि तमाम कुर्बानी Na hii pia ni tukio la kwanza katika historia ya jumuiya kwamba hawa wote waliotoa nafsi zao, waliotoa dhabihu yao ni kina mama au ni mabinti, hakuna mwanamume hata moja. Basi kutoa kwa nafsi za hawa watoto ताला ये कभी जाएगा inawaleta hawa maadui karibu na jahanamu, ये भी वादे कर na inshallah taala dhabihu yao haitaenda bure. सांस Huzur anasema kwamba hapa nieleze waziwazi kwamba hao wote wamefariki kwa sababu ya kukata pumzi, si kwa sababu ya kuungua, ingawa wadhalimu walikuwa wanafanya mpango wa kuwaunguza टीचर वगैरह na walikuwa wanatupa kuni जाना नहीं चाहते थे बाकी कीमती सामान तो लूट के ले गए उसको बार बार आग में ambayo hawakuweza kujanganya kuchukua, na walitia kuni ndani ya moto ili moto usizimike, की जो रिपोर्ट है lakini hawa hawakufariki kwa sababu ya kuungua. Zuri anasema nieleze taarifa ya tukio hili. Ni hivi kwamba जो खातून शहीद हुई हैं उनका नाम बुशरा बेगम katika mashahidi hawa ni mwanamke ambaye ameuawa, jina lake ni Bushra Begum Sahiba. Alikuwa mke wa Munira marehemu. Mabinti moja ni Herat Tabassum, और कायनात तबस्सुम गरम binti wa Muhammad Buta Sahib. Kainat Tabassum ni binti wa Muhammad Buta Sahib. क्या तो वैसे तो Khalifa mtukufu anasema kwamba takriban watu wote wameshajua kuhusu tukio hili, lakini naeleza kwa fupi 2014 को tukio kuhusu tukio hili. Tarehe 27 wa Julai 2014 वाला में katika mtaa wa Kachipamp, mji wa Gujranwala, अहमदी अब आपके घरों पर wapinzani wa jumuiya आग लगा दी जिसके नतीजे waliwashambulia nyumba za wanajumuiya, wakaunguza nyumba za wanajumuiya. Kwa sababu ya hii Bushra Begum Sahiba, साल mke wa Munira Masa marehemu, और ज़ाहिरात
umri wake ni miaka 55 na mabinti wadogo hira tabassum umri wake ni miaka 6 na binti kaina tabassum umri wake ni miezi 8 ambao ni mabinti wa Muhammad Bhutta Sahib waliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maelezo ya tukio hili ni hivi kwamba siku ya tukio lile mtoto mmoja wa bibi shahid marehemu bwana Muhammad Ahmad Sahib baada ya futari alienda duka la dawa, akaona kwamba kazani yake Wakas Ahmad amezuiliwa na watu kadhaa. Alipouliza wale watu kwamba ni nini, wale watu wakaanza kumtukana na wakamlaumu kwamba kijana wenu mmoja amefedhehesha picha ya Khanakaba katika Facebook, na yeye akasema kwamba sisi hatuwezi kufikiria kuhusu kufanya hivi, lakini inaonekana kwamba ilikuwa njama yao. Kwa hiyo wakaanza kuwapiga na wakaanza kuwapiga na chupa. Muhammad Ahmad Sahib kwa kuona hali ya kule akamjulisha kaka yake Muhammad Bhutta, na vile vile mjomba wake Khalil Ahmad akamuita kutoka nyumbani. Wao wakajaribu kuwasuluhisha pale. Bana Khalil Ahmad Sahib alijeruhiwa pia kwa sababu ya kupigwa kwa chupa, lakini kwa muda mambo haya yalirekebika kule na wote wakaja nyumbani. घर छोड़ के सर्विस स्टेशन जो उनकी दुकान थी वहां चले गए. थोड़ी देर बाद ही वो डॉक्टर साहब जिनके क्लिनिक के सामने baada ya muda mfupi उन्होंने मोहम्मद बूटा और फजल अहमद Dr. Sahib ambaye mbele ya duka lake tukio hili lilitokea akampigia simu bwana Muhammad Bhutta Sahib kwamba watu wanajumuika hapa na wanataka kushambulia nyumba yenu. Vile vile watu wenye biashara pia wakatangaza kwamba watu wafunge maduka, ni yeyote ambaye hafungi duka lake basi atapata madhara yake. Tukio hili lote lilitokea chini ya mpango maalum iliyopangwa na hawa maadui. Katika mtaa ule takriban kuna wanajumuiya 18, yani nyumba za wanajumuiya 18. Kwa kusikia kupata taarifa hii, wana familia 15 waliacha nyumba zao wakaondoka. Muhammad Bhutta Sahib na bwana Muhammad Shah ambaye ni rais wa jumuiya kule na vile vile familia ndugu yake walikuwepo nyumbani. Hawa maadui wakashambulia nyumba zao na wakapiga risasi pia na wakaanza kuvunja milango ya nyumba hizi. Wazuri anasema kwamba polisi imetoa taarifa ambayo si sahihi kwamba upande zote risasi ilipigwa, lakini ni wapinzani tu ambao walipiga risasi, wanajumuiya hawakupiga risasi hata kidogo. Kwa hiyo hawa watu kwa mpango wakawashambulia wanajumuiya, na katika eneo lile mashia wapo wengi sana. Hawa mashia wakati ule walishiriki pamoja na wale watu na waliwasaidia na walishambulia wanajumuiya. Baada ya tukio hili bwana rais wa jumuiya alimfahamisha ofisa wa polisi. Yule ofisa akasema kwamba nipo hapa na mimi najaribu kwenda na hawa wanaoshambulia ili tujaribu kupatana, lakini hakuenda nao. Kwa hiyo wale wapinzani wakawashambulia tena wanajumuiya na wakavunja milango ya wanajumuiya na wakaja na nyundo ili waweze kuvunja milango na ukuta za wanajumuiya. Kwa watu wengine pia wakaungana nao hawa wapinzani. Kwanza kabisa wakakata umeme na wakavunja miti ya umeme. Kwa sababu ya hali ya ile, rais wa jumuiya na familia yake wakaenda katika nyumba ya jirani ambaye ni jirani mzuri, akampatia kinga. Muhammad Bhutta Sahib na familia ya ndugu yake katika ghorofa ya nyumba yake ikaenda katika chumba na wakajifungia ndani. Hawa walioshambulia wakaenda juu na wakajaribu kuvunja mlango wa chumba kile ambamo watu wa familia 11 walikuwepo, na waliposhindwa kuvunja mlango wakatia elfi ili wasiweze kufungua mlango na wakavunja kioo cha dirisha
na kwa kukusanya vitu mbalimbali wakawasha moto nje ya mlango ule. Moshi wa moto ule ukaingia chumbani chini ya mlango wa chumba, वहां के अंदर रहने वालों को na baada ya kuchoma moto, baada ya kuwasha moto, wale wapinzani 11 अहमदी और waliwapongeza wale wenye nyumba na wakaenda katika chumba kile. Kina mama na watoto walikuwa 11. यहाँ हिरात उपस्थित Kwa sababu ya moshi, Bushra Begum sahaba na wajukuu wake wawili walifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. फिर उन्होंने मौके पर जख्मियों को उठाने और आग बुझाने के लिए Washambuliaji एम्बुलेंस, walikuwa इमरजेंसी एम्बुलेंस और फायर na hali hii kwamba hawakuwaruhusu fire brigade na ambulance ili waweze kuwasaidia wanajumuia na waliojeruhiwa, na waliendelea kuchoma nyumba, na pamoja na hii waliendelea kufanya dansi, na polisi ilikuwepo pale na iliendelea kuangalia tukio hili, मीडिया ने भी na polisi haikujaribu kuwazuia wale walioshambulia. वजीर आला Media pia ilikuja kwa kuchelewa sana. जब शिद्दत पसंद अपना सब काम कर चुके थे Chief Minister wa Punjab pia alitoa amri baada ya kuchelewa sana, wakati walipokuwa wameshachoma nyumba. खानदान ने Bushra Begum Saba ambaye amefariki katika tukio hili, katika familia yake के जरिए हुआ jumuiya iliingia kwa kupitia babu yake Shahabuddin Saheb, बात में शामिल होने की तौफीक मिली। ambaye wakati wa halifa wa pili alijiunga na jumuiya. लोग तो चले गए थे सियालकोट Aliolewa में हुई na bana Munir Ahmed Saheb katika mji wa Gujranwala katika mwaka 1976. कबल वफात पा गए थे। Mume wake Munir Ahmed Saheb miezi 6 iliyopita alifariki. कायनात तबस्सुम उनकी पोतियां थी। Mashahidi wengine wawili, Seher Tabassum na Kainat Tabassum, alikuwa wajukuu wake. अल्लाह ताला के फजल Shahid से तहज्जुद marehemu तिलावत करने kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa msaliaji wa sala 5 na tahajjud, na alikuwa akisoma Qur'an tukufu. जानवरों पर Alikuwa sifa ya kutoa ukarimu, मौजूद था। alikuwa akiwapatia chakula कोई ओहदा नहीं था, लेकिन जब भी wanyama na ndege. जमाती खिदमत Alikuwa hana cheo katika jumuiya, lakini wakati wote alipotakiwa kwa ajili ya huduma ya jumuiya alikuwa akija pale. Wakati wa kuuawa kwake aliwaa pete ya dhahabu, vile earrings, na vile vile alikuwa na fedha mikononi mwake, labda kwa nia hii kwamba atalazimika kuondoka hapa, lakini katika hali hii kwa sababu ya kukata pumzi alifariki. Wakati ya maiti yake ilipopelekwa kwa ajili ya postmortem, hawa wadhalimu walichukua vitu vyake hivi vyote, मोहल्ले में na siku moja kabla ya kuuawa kwake शहीदों aligawanya futari katika mtaa wake, na mjukuu wake Hira Tabassum pia aligawanya futari katika majirani ya mtaa ule. और दोनों बेटियां शहीद हुई हैं। Muhammad Buta Saheb ambaye mama yake amefariki na mabinti wawili wameuawa, aliwahi kukaa Saudi Arabia, lakini kwa sababu ya hali ya kule alirudi Pakistan. Baada ya kurudi kule Pakistan alianza kufanya kazi ya service ya magari, na Mwenyezi Mungu alifanya fadhila zake, alikuwa na kazi nzuri. Na ndugu yake Fazalama pia alikuwa akikodisha generator, na walikuwa na kazi nzuri, na watu maadui walikuwa na husura kwa sababu ya hii. और जमाती Amir Sahib Gujranwala amesema kwamba familia yote ilikuwa लोग आबाद mwenye imani sana na ilikuwa na ghaira ya jumuiya sana, और उन्होंने वहाँ नमाज सेंटर भी बनाया हुआ था। na watu walioanza चंदा जात और kukaa pale walikuja kukaa pale kwa sababu ya hawa, na walijenga center kwa ajili ya swala, na walikuwa wakishiriki katika michango ya jumuiya, में पेश पेश na kila wakati walikuwa wakisaidia jumuiya. उस्मान खान में 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। Shahid marehemu ameacha watoto wa kiume 3 na mabinti wawili. Mtoto mmoja yupo hapa, bana Muhammad Buta, ambaye mabinti zake wawili wamefariki. वालिदा वालिद Hawa mabinti ambao wameuawa wameacha mama na baba, वासे 5 साल na ndugu mmoja Taulwasi umri wake ni miaka 5, na ni dada Siratu Nur umri wake ni miaka 3. मजीद ये लिखते हैं Amisa wa Gujranwala anaandika zaidi 9:30 kwamba तकरीबन 4 tarehe 27 ya Julai, siku ya Jumapili, जमात saa 3:30 takriban watu 500 शरपसंदों ने walishambulia mtaa wa Kachi Pampu wali wa Gujranwala. तस्वीर को अहमदी खाता मुकर Hawa watu maadui मोहम्मद सलीम साहब की तरफ
walinasibisha picha iliyopo katika Facebook kwamba wanajumuia ameweka picha ile, na kwa sababu ya hii walileta ufisadi huu, इनके अलावा ilhali haikutokea hivi. जहाँ शहीद हुए हैं Pamoja na hawa waliouawa, उनका सामान walioshambulia मुतासरा walichoma nyumba 6, pia walinyang'anya vifaa उनके वेल्डिंग प्लांट और na जनरेटर लोहे का walishambulia maduka ya hawa pia, कारोबार था na walichukua generators na vile vile vifaa vingine wenye thamani wakanyang'anya na wakachukua na wakaiba. सानिया गुजरांवाला में Katika tukio la Gujranwala, भाई pamoja na wale waliouawa wengine, ndugu wa Muhammad Buta bana Fazl Ahmad saheb, mke wake साहिब Bi Humaira चिगान बेटी अतियतुल बसीर Fazl sahiba na binti समर Atiatul Basir 1 साल miaka mitatu wakfeno, Samar Muni mwaka moja, na Talha Ansar मुकरमा ni umri wake ni mwezi moja, जरी साहिबा na dada wa Muhammad Buta सेला सियालकोट ambaye ni mke wa Jariullah wa kila Kalarwala, मुबशरा साहिबा ambaye alikuja kule kukutana nao. Hawa walijeruhiwa wote. Mubashira sahiba alikuwa mjamzito, alikuja kwa mama yake kwa ajili ya kusherehekea Idi, na yule mtoto ambaye alifariki kabla ya kuzaliwa kwake alikuwa mtoto wa huyu bibi. Alipelekwa Rabwa, alifanywa upasuaji kule, bado hali yake si nzuri. Yupo katika Tayar Heart Institute Rabwa kwa sababu moshi iliingia katika pafu lake. Wengine waliojeruhiwa ni Miriam Malodi, umri wake ni miaka 33, कान भी alijeruhiwa na washambuliaji कटे आई हैं इनका इलाज na sikio lake pia lilikatika, na vile vile mwili pia ulijeruhiwa, yeye pia anapata matibabu. Bana Khalil Saheb pia kwa sababu alipigwa na chupa alijeruhiwa. Muhammad Anwar Saheb तो वो अपनी हम mwenyeji wa kila Kalarwala Sialkot alipojua kuhusu tukio hili इमरान की मदद को alikuja kumsaidia dada yake Humaira Sahaba na mume wake Fazl Saheb. Wakati washambuliaji wengi walikuwa wameshaenda na पहुंचाई है और पुलिस की मदद wachache walibaki kule, na wakati ule polisi ilikuja na kwa msaada wa polisi से रहे थे क्योंकि आग लगी alitoa nje dada yake na mume wake, na wakati walipokuwa na watoa nje moto ulikuwa unawaka sana. Kwa sababu ya hii yeye pia alijeruhiwa. की अहलिया मुहतरमा रुकैया बेगम साहिबा और दीगर 2 बच्चे Mke wa Buta Sahaba Rukia Sahaba na watoto wengine wawili Taul Wase, umri wake miaka 5, उनकी भी तबीयत pia wao pia kwa sababu ya moshi walijeruhiwa. घर हैं जो आपस में यहाँ इस इलाके में बामी रिश्तेदार हैं Jumla nyumba za wanajumuiya ni 18 na hao wote ni जैसे कि मैंने बताया हम jamaa. Siku hizi wanaishi katika Rabwa. 6 घरों को सामान समेत Kama niliyosema kwamba washambuliaji walichoma nyumba 6 pamoja na vifaa. बूटा साहिब का सलीम साहिब का Muhammad Afzal Saheb, Ashraf Saheb, Buta Saheb, Salim Saheb na Khalil Saheb nyumba za hawa jamaa, na vile vile Firozin Saheb nyumba za hawa jamaa imechomwa, साहिब और मुजफ्फर na nyumba 2 vifaa viliibwa इसके ya 5 अहमदिया Master Bashir Saheb na Muzaffar Saheb. आग लगा दी गई Vile vile maduka ya wanajumuiya 5 pia yalivunjwa na vifaa viliibwa. उसको Vile vile seti ya swala pia ilivunjwa, Qurani ilichomwa na vitabu vya jumuiya pia vilichomwa, na center pia ilichomwa na ilibomolewa. कार्रवाइयों की मुख्तसर Hii ndiyo ni जिनके लिए अल्लाह ताला कहता है historia fupi ya dhulma ya hawa maadui. अज़ाब जहन्नम और अज़ाबुल हरीक Kwao Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa hawatubu अल्लाह ताला basi watapata adhabu ya jahanamu na adhabu imizayo. जल्द समान करे Mwenyezi Mungu awakamate viongozi wa makafiri उनकी भी पकड़ के समान na wale wanaotangulia katika kuwasha moto. Mwenyezi Mungu awaadhibu, awakamate. इनके लवाहिकीन को भी Mwenyezi Mungu anapandisha madaraja ya mashahidi, lakini familia yake pia ipate subra, और बहन भाई को hususan wale kina mama na kina baba na ndugu ambao ndugu zao wameuawa.
mwenyezi mungu awaponye wagonjwa wote waliojeruhiwa और पहले से बढ़ na mwenyezi mungu kwa fadhila zake awapatie mali na awapatie mali zaidi kuliko zamani. अदा करूंगा. baada ya swala ya ijumaa inshallah nitaswalisha jeneza yao ghaibu hawa wote. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله